Leo tunapoadhimisha kilele cha siku ya viwango barani Afrika, TBS pia inatambua jitihada za wanafunzi wa vyuo mbalimbali hapa nchini ambao walishiriki katika uandaaji wa insha kuhusu masuala ya viwango na kujikita katika kauli mbiu ya siku ya viwango Afrika kwa mwaka huu. Na shirika la viwango Tanzania linapenda kutoa pongezi kwa vyuo vyote vya elimu ambavyo vimekuwa vikitoa fursa kwa wanafunzi wake kushiriki shindano la insha tangu shindano hili lilipoanzishwa. Kwa ujumla, kumekuwa na ongezeko la wanafunzi wanaoshiriki katika shindano la uandishi wa insha kuhusu masuala ya viwango kutoka vyuo mbalimbali hapa nchini. Vile vile kumekuwa na ongezeko la vyuo ambavyo vinatoa wanafunzi ambao wamekuwa wakishiriki katika shindano la uandishi wa insha. Nipende kuchukua fursa hii kuwashukuru wanafunzi wote nchini ambao walishiriki kwenye hili shindano la insha. Taarifa ya shindano au tangazo la shindano lilipotolewa, jumla ya wanafunzi 522 walijitokeza na wakashiriki kwenye shindano. Napenda niwapongeze wote walioshiriki kwa kuonyesha ujasiri, na tunaamini kwamba kushiriki kwao hata kama hawakuwa kwenye washindi 10 bora kumewapatia uelewa mkubwa kuhusiana na masuala ya viwango. Lakini kwa namna ya pekee naomba niwapongeze ninyi wanafunzi ambao kati ya wale 522 mmeweza kuibuka kidedea kama wanafunzi 10 bora ambazo kwa mujibu wa usahihishaji wa insha zenu basi zimeonekana kwamba zimekidhi vigezo na mmeweza kuwa na sifa za kuingia kwenye kundi la 10 bora. Naomba niwapongeze na hongereni sana. Ninawasihi muendelee kuwa mabalozi wazuri. Kauli mbiu ya shindano la insha kwa mwaka 2024-2025 inasema wajibu wa viwango vilivyoainishwa katika kupunguza vikwazo vya kitaalamu katika biashara na katika kukuza biashara ya haki na usawa ndani ya bara la Afrika na kimataifa. Kauli mbiu hii ndio imekuwa dira iliyowaongoza washiriki katika kuandika insha zao. Kila insha ilisomwa na kusahihishwa na kila jaji miongoni mwa timu ya majaji 6 iliyoundwa na TBS kwa kushirikiana na taasisi zingine za kiserikali. Washindi wa shindano hili walipatikana kwa kuzingatia vigezo na mwongozo wa kusahihisha, yani marking scheme, uliotolewa na ARSO. Baada ya insha zote kusahihishwa, zilichujwa na hatimaye kupata washindi 10 kitaifa ambao watatangazwa hapa leo na kupatiwa tuzo. Aidha, insha za washindi 5 wa kwanza zitawasilishwa ARSO ili kushindanishwa na insha za washindi wa nchi zingine za Afrika kwa lengo la kupata insha bora kwa bara la Afrika ambayo itachapishwa katika tovuti rasmi ya ARSO hapo baadaye. Nipende kutoa hamasa kwa watu wengine ambao bado wako vioni. Binafsi niko mwaka wa mwisho engineering. Kwa wale ambao watakuwa wanapata nafasi ya kuendelea kushiriki mashindano haya, ni wapende kuwatia moyo waendelee kushiriki. Hata kwa wale ambao walishiriki wa kupata nafasi ya kufika hatua hii, ni watie moyo waendelee kushiriki pasipo kuchoka, kwa sababu apart from faida ambazo tumezipata za kutambulika kama hivi, kuna faida za maarifa na elimu ambayo unaipata kuhusiana na viwango na umuhimu pia wa uendeshaji wa biashara kufuata taratibu za TBS. Kwa kusema hayo, nipende kusema asante.